السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، متابعون الأعزاء، إخواني ndugu zangu mnayefuatilia kipindi hiki kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Ama siku ya leo nitakuletea faida moja kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameisemea kwa mara nyingi sana katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Lakini pia ni jambo ambalo ndiyo imekuwa sababu ya kushuka sura mbili, suratul Falaq na suratul Nas. Nini sababu ya kushuka sura hizo mbili? Insha Allah twende sambamba tuweze kuyaona mazito yatakayojiri ndani ya waadhi huu kwa siku hii ya leo. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe ya kwamba hapo chini ya video yako upande wa kuliani kwako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Basi abonyeze maandishi hayo mara moja na itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze tena mara moja. Hii itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa kabisa, na kila zuri tunapotoka basi mimi na wewe tutakuwa ni watu wa kwanza kuanza kulipata jambo hilo inshallah. Ikhwani, ndugu zangu, ama leo nakuelezea uchawi wa nywele. Watu wanarogwa sana kwa kutumia nywele. Watu wanachukuliwa nywele zao. Watu wanalala, wanaamka, wanakuta sehemu fulani ya vichwa vyao nywele hakuna. Na wengine wanachukuliwa nywele zao katika mabaki ya katika vishanuo vyao wanavyotumia katika kuchania nywele zao. Ikhwani, ndugu zangu, ama uchawi huu ni hatari sana, lakini nianze kwa kumwangalia mwanachuoni huyu ambaye naye nitaweza kumnukuu kwa siku hii ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala katika kitabu hiki kinachoitwa Akamul Marjani fi Gharaibul Akhbari wa Ahkamil Janni. Inshallah nitaweza kupitia na kuona mazito yaliyojificha ndani mwake, na mimi nimeweza kunukuu aliyoyaandika, na mimi nikaweza kukuletea kwa siku hii ya leo biidhnillahi subhanahu wa subhana. Mwanachuoni huyu anasema kama ifuatavyo. Anasema maarufu tibi. Kwanza anaanza kunyambulisha uchawi huu namna gani ulivyo, kwamba kidaktari kwanza unatambulika huo uchawi katika athari zake zinazokuja kupatikana katika mwili wa mwanadamu. Anasema anna mukhul insan, kwamba inatambulika kidaktari kwamba ubongo wa mwanadamu huwa markaz ar-raisi al-muhaymin wal-musaytir ala a'dha'i jasad wa hawasihi, kwamba ubongo ndio sehemu, ndio markazi kubwa kabisa katika mwili wa mwanadamu ambayo inaendesha viungo vingi sana katika mwili wa mwanadamu, na ndio ubongo unaotoa taarifa kwa kila kiungo, na ndio ubongo ambao unapokea taarifa zote kutoka kwa kila kiungo cha mwanadamu, na hawasi zote za mwanadamu zinarejesha taarifa zake katika ubongo wa mwanadamu. Wa maana dhalik, na hivyo ndivyo inavyokuwa, anna likulli adwi wa likulli hasa markazan fil mukh. Hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba kila kiungo katika mwili wa mwanadamu, iwe ni mguu, mkono, macho, nywele na kadhalika, vyote hivyo vinarejesha hisia zake katika ubongo wa mwanadamu. Kwa hiyo kama ukijikwaa, yale maumivu ya kujikwaa yanarejeshwa yale maumivu moja kwa moja katika ubongo, na ubongo unatoa taarifa mwili mzima kwamba tayari mimi nimejikwaa. Na kama nywele zikichukuliwa au zikihisi tofauti, pia kuna taarifa zake maalum zinazokwenda katika ubongo wa mwanadamu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo yursil ilayhi ishara,
Kiungo miongoni mwa viungo vya mwanadamu vinavyopatwa na hali za namna hiyo vinatuma ishara katika ubongo. فعندما يضر إنسان فيرسل العضو إشارة إلى المركز الرئيسي له في المخ. wakati mwanadamu anapopata madhara katika moja ya kiungo chake, basi kiungo chake hicho kinatuma madhara yale na kinatuma machungu yale na kinatuma zile taarifa zake kwenda katika ubongo wa mwanadamu. Fayash'uru bi'alami, hapo ndipo atakapoanza kupata maumivu ya mwanadamu, ataanza kusikia maumivu yake. Fayursilu isharat ila lisani fayataawahu, basi baada ya hapo ubongo nao unatuma taarifa katika ulimi nao unaanza kulalama, kulalamika kwa yale machungu yanayopatikana katika mwili wa mwanadamu. Ulimi utaanza kulalama kulingana na yale machungu yanayopatikana katika kiungo cha mwanadamu. Fasubhana man khalaqa fasawwa wa qadara fahada, ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amemuumba mwanadamu na akamlinganisha sawa sawa bila kumharibu katika mazingira yake ya kiwanadamu, lakini pia ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyekadiria. Kwa tunasema wa idha qaraba ash-shakhsi isba'ahu min al-muwaqqat, kwamba mwanadamu huyu anapokuwa katika hali ya ule uchungu sasa anaoupata kutokana na madhara yaliyoingia katika mwili wake, kwa vyovyote mwanadamu huwa anapeleka mkono wake katika sehemu ambayo iliyopata athari. فإن الأصبع ترسل إشارة سريعة إلى مركزها في المخ. na ubongo huo mkono unapogusa sehemu yenye matatizo na ukajenga hisia kwamba eneo hili tayari limeshaathirika, basi mkono huo unapeleka hisia zake moja kwa moja katika ubongo wa mwanadamu na kutoa taarifa kwamba hapa pana tatizo kadha wa kadha. فتأتي الأوامر من هناك بالابتعاد فورا عن المؤقت, kwamba na hapo ndipo panapotoka taarifa katika ubongo haraka sana zinarejeshwa katika mkono kwamba sasa mkono toka hapo, usiendelee kupapasa zaidi kwa sababu hapo kuna maumivu makubwa zaidi yanaweza kupatikana. Fatabta'ida al-yadi 'anil muwaqqat, na hapo mkono utaweza kujitenga. Kwa hiyo ndio bana ukimwona mtu kimgusa sema usinigusa sana hapo naumia. Yani mtu ulimi unalalamika na mkono unagusa, unapeleka hisia zake katika ubongo na ubongo unatoa taarifa kwamba hapo kuna maumivu yaliyokuwa makali. Sema kullu hadha yatimu fi khilali waqtin la yatajawaz athania, kwamba jambo hili la kupeleka taarifa na kurudisha taarifa halichukui muda mrefu zaidi chini ya sekunde moja ya dakika, tayari taarifa zimeshakwisha rejeshwa. Kwa hiyo tunasema fa subhana al-khallaqul azim, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye ni fundi wa kuumba na ndiye ambaye ni mkubwa kabisa. Badi'us samawati wal ardi, ndiye Mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi. Huyu ni mwanachuoni ambaye aliandaa kitabu hiki na mimi nikaanza kumnukuu, kinachoitwa Akamul Marjani fi gharaibul akhbari wa ahkamil janni. Ameeleza katika hali ya namna hiyo, katika hali ya kuenda kulielezea jambo la uchawi wa kuchukuliwa nywele. Subhanallah. Nisikilize ndugu yangu, pengine na wewe unaweza kuwa minal musahabin katika watu ambao waliopatwa na uchawi wa aina hii na ukaweza kupata nusura yake. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa tunasema fa idha amala sahiru amala sihr sha'r, kwamba huyu mchawi sasa anapotengeneza uchawi wake kwa kutumia nywele za mtu husika, anasema watasallutu ajniyi ala almukhi, kitendo hicho cha kuroga uchawi kwa kupitia nywele za mtu husika, hapo ndipo panapozalika katika uchawi ule shetani la kijini linalokwenda moja kwa moja katika ubongo wa mwanadamu, ambao sifa ya ubongo tumeanza kuelezea hapo mwanzo namna gani unavyofanya kazi katika mwili wa mwanadamu. Kwa tunasema fayastaqirru fil markaz alladhi kallafahu bihi sahir, kwa yule shetani yule anakwenda moja kwa moja na kwenda kujikita katika sehemu husika aliyoikalifisha yule mchawi mwenyewe kwamba sasa uchawi huu uende ukakae sehemu fulani. Kwa uchawi baada ya kuwa umeshatengenezwa ule uchawi wa nywele, kwa hiyo unapokuwa umeshamuingia mtu katika mwili wake na utaenea mwili mzima, lakini kuna markazi yake kubwa, eneo lake kubwa kabisa ambao ulioagizwa uende kutuama sehemu hiyo.
fayastaqiru fi markaz as-sam'i au al-basari au al-yadi au al-rijl au ghayriha. Kwa hivyo uchawi huo unaweza kwenda ukaa katika macho, katika masikio, katika mikono, katika miguu au katika kiungo kingine chochote kinaweza kwenda. Uchawi huo unaweza kwenda ukaa na ukaleta athari kwa mtu husika. Angalia bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad alipata kurogwa, na kurogwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, lengo ni mimi na wewe tupate mazingatio ndani yake. Na hadithi hiyo akaieleza mama Aisha radhiyallahu anha, sema suhira Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, suhira Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajulu min bani Zaruq yuqalu lahu Labid ibn Asam, hatta kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukhayyalu ilayhi. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alirogwa na bwana mmoja anaitwa Labid mtoto wa Asam, na huyu Labid ni katika Yahudi, mpaka ikawa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ule uchawi unamfanyia takhayuli katika mwili wake. Yani takhayuli ni vitu vinavyobadilika, yani ni maradhi ambayo yakiingia katika mwili wa mwanadamu la yadumu laha hal, yanakuwa hayadumu katika hali moja, katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ndio mama Aisha akasema hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi. Kisha mama Aisha akasema mpaka ikafika siku moja bwana Mtume alikuja nyumbani kwangu mimi Aisha. Kisha bwana Mtume siku hiyo hakulala. Anasema usiku huo aliomba dua, akaomba zaidi ya kuomba. Anasema lakinahu daa wa daa thumma qal ya Aisha ash'arti anna Allah aftani fima istaftaituhu fihi. Anamwambia ewe Aisha, hivi unajua ya kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amenipa ufumbuzi wa kile ambacho nilichokuwa nikitaka ufumbuzi kwacho? Mama Aisha akawa bado hajapata jibu ni ufumbuzi gani aliopata bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mama Aisha radhiallahu anha akaambiwa na bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wamenijia usiku huu wanamume wawili, mmoja wapo akakaa upande wa miguuni mwangu na mwingine akakaa upande wa kichwani kwangu. Kitendo hicho kinatokea wakati bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amelala usingizi, lakini anapata kama ru'ya katika njozi yake. Sasa huyu mmoja akasema kumuuliza mwenzake, akasema ma waj'u hadha rajul, huyu mtu ana tatizo gani? Huyu mwenzie akamjibu akamwambia matubube, amerogwa. Huyu muuliza swali akamuuliza waman tabbahu, nani aliyemroga? Huyu mwingine mwenye kujibu swali akamjibu mwenzake akamwambia Labid ibn Asam, kwamba ni Labidi mtoto wa Asam ndiye aliyefanya uchawi wa kumroga huyu aliyelala hapa. Huyu mwenye kuuliza swali akauliza tena akamwambia fi ayi shay'in, yani kwa kitu gani kilichotumika kumrogea huyu, nyenzo gani zilizotumika? Huyu mwenye kujibu swali akajibu akasema fi munshiti wa mushtahu wa jafu tal'ati nakhl dhakar, kwamba huyu bwana karogwa kwa kutumia nywele zake, nywele zilizokatika katika kishanuo chake, na vile vidole vya vishanuo na vichanga vile vya tende. Kama jinsi mnavyojua ndugu zangu kwamba mtu anapokuwa akichana nywele zake kwa kutumia kishanuo, huwa kuna nywele zinazokatika na kubakia katika shanuo. Sasa mchawi huyu Labid aliweza kuzipata nywele hizi kutoka kwa mfanyakazi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana aliyekuepo katika nyumba bwana Mtume, ndio kazichukua zile nywele kampelekea Myahudi yule, na Myahudi yule akaweza kutengeneza uchawi kwa kutumia nywele za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapo pakazuka maradhi makubwa sana. Ndio mama Aisha akasema annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'ala, bwana Mtume alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lakini Mtume akawa hana tena uwezo wa kufanya jambo. Miongoni mwa sifa zilizopatikana kwa bwana Mtume, matokeo yaliyotokea kwake, kwa maana kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lakini hana tena uwezo wa kufanya jambo. Hili ni neno la fumbo, lakini katika hadithi nyingine ya mama Aisha na Ibn Abbas wakaja kufafanua, anasema alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitaka kwenda kuwaendea wakeze, ilikuwa inashindikana.
Kiswahili kifupi cha huku kwetu sisi tunasema kwa mtu unayopatwa na maradhi kama haya, tunasema unaishiwa zile nguvu za kiume. Ni moja ya matatizo yanaweza kuja kutokelezea. Lakini pia kuna matatizo mengi yanaweza kutokea kwa sababu tu ya uchawi wa nywele. Ndio maana mama Aisha asema mpaka uchawi ule ukao unamfanyia takhayuli bwana mtume. Kwa maana kwamba maradhi yalikuwa kipatikana kwa bwana mtume la yadumu laha hal, yalikuwa hayapo katika hali moja. Mara asubuhi ni kichwa, mara mchana ni kifua, mara jioni sijui ni miguu nauma, mara sijui usiku itakuwa ni kiuno, mara sijui asubuhi itakuwa ni tumbo. Yani inakuwa ni mtu maradhi yake yamechanganyika kwa sababu tu ya kurogwa nywele. Na nalileta hili kwa sababu najua wengi sana wamepatwa na chawi za namna hii kwa sababu ya kutumika nywele zao. Jihadhari sana na nywele zako, chunga sana nywele zako, zilinde sana nywele zako, kuwa makini sana na hata kutengeneza hisni, kutengeneza hifadhi, kinga kwa Allah tabaraka wa taala, ili kujikinga wewe na familia yako, mchawi wasije kuchukua nywele zako na hatimaye kuja kutengeneza uchawi, kwa sababu kuna mambo mazito sana yanaweza kuja kutokea katika maisha yako. Sambamba na hilo, kwa kufuata wanachuoni namna gani walivyoeleza kutibia uchawi wa nywele, nikapata miongoni mwa dawa zinazopatikana katika kitabu hiki kinachoitwa Tashilil Manafi'i fi Tibi wal Hikami, cha mwanachuoni anaitwa Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Azraq, ambaye ameeleza miongoni mwa dawa ambazo ni mujarabu sana. Kama mtu akiipata, wallahi tallahi billah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, inakuponyesha maradhi yote ya kichawi yaliyosababishwa kwa sababu tu ya kutengenezewa nywele zako. Angalia namna gani wachawi walivyokuwa wabaya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoamka usingizini na kuifikiria ile njozi, akamuelezea mama Aisha radhiallahu anha. Kisha Bwana Mtume akawachukua sahaba zake, kwa sababu wale mabwana wawili waliokuwa wakizungumza eneo lile wakaeleza mpaka wapi uchawi huo ulipo, kwa sababu huyu mwenye kuuliza swali akasema aina huwa, kwamba uchawi huo upo wapi. Huyu mwenye kujibu swali akajibu akasema fi bi'ri Tharwan, kwamba uchawi huo upo katika kisima cha Tharwan. Fa ataha Rasulullah, Bwana Mtume akakiendea kile kisima, akawachukua Ali, Zubair ibn Awam na wengineo kwenda paka kwenye kile kisima. Wakafika pale, Bwana Mtume akawaambia, hapa ndipo palipozikwa uchawi ambao niliorogewa mimi. Subhanallah. Rasulullah, Bwana Mtume akawaambia, sasa haya maji inabidi tufanye mpango tuyatoe. Masahaba wakaanza kutoa yale maji yaliyopo katika kile kisima yote na kuyamwaga nje, paka wakafika kule chini wakakuta kuna jiwe kubwa kabisa limewekwa chini ya kile kisima. Wakaliinua lile jiwe, asema fa idha fihi min shatati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walipoinua wakakuta kishanuo cha Bwana Mtume, wakakuta nywele za Bwana Mtume, tena nywele hizo maghruz zimefungwa mafundo 12. Tena yule mchawi alivyokuwa ni ovyo, akachukua zile nywele akazitunga sindano ndani ya zile nywele. Kwa hiyo tokea hapo kwenye kile kisima pale ndipo akao panazuka mashetani ya kichawi, mionzi ya kichawi inakuja kumvaa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nalisema hili haina maana kwamba Bwana Mtume alikuwa mwili wake ni wazi kabisa, ni dhaifu, bal ni kutimiza maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu ninyi kuwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiigilizo kilichokuwa chema. Kwa hiyo kama Bwana Mtume karogwa, jua na wewe utarogwa. Kama Bwana Mtume alikutwa na mitihani, jua na wewe utakuta mitihani. Kama Bwana Mtume alipatwa na neema, basi na wewe utapatwa na neema. Kama Bwana Mtume aliacha maasi, basi natakiwa na wewe uache maasi. Kama Bwana Mtume alimwabudia Mwenyezi Mungu, basi na wewe natakiwa umwabudie Allah. Ndivyo hivyo sisi kiigizo chetu ni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lile limekuja kuwa ni fundisho kwetu sisi, lengo sisi tuweze kupata mafundisho kutoka kwa Bwana Mtume. Kwa hiyo uchawi ule ukaanza kumletea madhara Bwana Mtume Muhammad, akawa ni taabani ndani ya siku kadhaa kwa sababu ya nywele zake, ambazo na mimi leo hii nakuja kuletea
namna gani ya kujinusuru kutokana na uchawi wa nywele. Nikakwambia kwamba dawa nimezikusanya katika kitabu hicho Tashili al-Manafi', na ndizo nimezikusanya katika mkusanyiko huu ambao kama na wewe utaupata kwa uweza wake subhanahu wa ta'ala, utaenda kuondosha chawi hizo zilizoleta madhara katika mwili wako kwa huruma yake subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, nipende kukwambieni ya kwamba namna gani utamfahamu mtu aliyerogwa uchawi wa nywele. Namna gani utamfahamu, au vipi wewe utajifahamu kwamba mimi nimerogwa uchawi wa nywele? Tunasema watadhhiru a'rada sihri ash-sha'ri 'ala al-mashhuri wa hiya katali. Zipo dalili zinazoweza kutokea kwa mtu ambaye aliyerogwa uchawi wa nywele. Zipo dalili za aina mbalimbali. Kwako wewe mwenyewe kama umepatwa matatizo hayo na uchawi huo, unaweza kujigundua kwamba kwa dalili hizi mimi tayari nywele zangu zishachukuliwa. Au kama ndugu yako ana dalili kama hizi, basi jua kwamba nywele zake tayari zishachukuliwa na zimeshakwisha tengenezwa uchawi. Ama dalili ya kwanza anasema imma an yajid al-marid alaman shadida fi 'adwi min al-a'dha'i jasadihi, ni kupata maumivu makali moja katika viungo vyako wewe mwanadamu. Kukana maumivu makali sana, na ukumbuka tulishaelezea namna gani ubongo unavyofanya kazi pindi panapotokea matatizo kama haya ya kichawi. Ubongo unachukua taarifa, kiungo husika kinapeleka taarifa katika ubongo, na ubongo unarudisha majibu na unapeleka katika ulimi kwamba mimi sasa nimerogwa. Subhanallah. Ama dalili ya pili tunasema wa imma yahduthu shalali li hadhihi al-'adwi wa yantaqilu ila 'adwi akhar, kwamba imma kiungo hicho ambacho kilichokuwa na maumivu kikaanza kuwa na maumivu na hatimaye kikaja kupooza, kikapaja kupata stroke katika hali za namna hiyo, na stroke hiyo haitoishia katika kiungo hicho kimoja, itaendelea katika kiungo kingine na kingine mpaka utakuta kwamba upande mzima wa mwili wa mwanadamu umepatwa na stroke kwa sababu tu ya uchawi uliotumika kwa ajili ya nywele zako. Ama dalili ya tatu tunasema wa imma shalalu kuliji lilbadan, ama unaweza ukaja kupata kupooza kwa mwili mzima, yani kichwa, shingo, mabega, mikono, miguu, kiuno, vyote vikao vimepooza. Wewe ukawa mgonjwa wenu ni wa kulala tu ndani kitandani, hawezi kuinuka, hawezi kukaa, hawezi kutembea. Subhanallah, kila kitu anajisaidia hapo hapo. Mwenyezi Mungu atufanyie nusra kutokana na balaa hili zito kabisa. Ndio maana na mimi narudia tena, nimekuletea dawa hii ambayo ni maalum kabisa na ni bakora nzito kwa uchawi wa nywele ambao unaweza kumsumbua mwanadamu wa aina yoyote yule kwa uweza wake subhanahu wa ta'ala. Ama dalili ya 4 ya kumjua mtu ambaye aliyerogwa uchawi wa nywele ni tunasema wa imma an ta'tila ahada hawasihi 5 'anil 'amal as-sam'u al-basar ash-shamm adh-dhuq al-lams, kwamba moja ya hisia zake zikaweza kupotea. Mtu huyu aliyerogwa anaweza kukosa moja ya hisia zake zikakosekana kabisa. Moja ya hisia kama vile kuona, mtu akawa haoni, na wapo watu macho yamekosa nuru kabisa. Yani mtu anaona kama kuna giza limetanda mbele yake. Mtu akitazama anaona ni ukungu. Yani kitu labda kiwe kwa mbali au paka afinye macho ndio aweze kupata kuyaona vizuri. Yani macho yake hayana nguvu tena. Mtu hata akishika simu unakuta mtu anaitazamia simu kwa mbali namna hii. Yani hana ile kusema kwamba kuna simu iko hapa na anaendelea kufanya matumizi yake vizuri, la bali paka isogeze kwa kumbele ndio tena unakuta. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atunusuru sana, hili ni balaa zito. Lakini pia ama hawasi nyingine ni sam'u, kusikia. Mtu anaweza akawa hata kusikia kwake ni kudogo, yani unamuongelesha hapa, mpo hapa ana kwa ana asisikie. Na mwingine kusikia kwake mpaka awe na kutazama hivi macho kwa macho, yani unaongea awe anatazama hizi shafataini, midomo miwili hii namna gani ninavyotembea ndivyo ajue kwamba wewe unaongea kitu fulani. Subhanallah, huu uchawi wa nywele. Ama shamu, kunusa, mtu harufu anakosa kabisa, hajui hapa kuna harufu nzuri, kuna harufu mbaya, hajui. Subhanallah. Ama dhuq,
kuonja. Ulimi unakuwa haujui chakula hichi kina chumvi, kinywaji hiki kina sukari, anakuwa hajui, yani hapati ladha ya aina yote. Ama lamsu, ama ile kugusa, yani hizi zinapeleka taarifa kwamba hichi nilichokigusa ni kitu laini, hiki nilichokigusa ni kitu kina mikwaruzo, hichi nilichokigusa kina miba na kadhalika. La, hapati hisia ya namna hiyo. Ama dalili nyingine tunasema asukaru musta'siya, ni mtu kuja kupata sukari isiyotibika, isiyopata unafuu. Yani yeye mwanzo mwisho yeye sukari na yeye. Hata anywe vidonge vya namna gani, lakini bado sukari na yeye. Sasa haya ni maradhi ya kichawi ambayo yanaenda kushabihishwa na maradhi ya kibiology. Kwa hiyo unaweza kungangania ukasema kwamba haya ni maradhi ya kibiology, kumbe tayari ni maradhi ya kichawi. Na hii ni moja ya dalili ya uchawi wa nywele. Ama dalili nyingine alhaswa fil kuli, kwamba ni kupatwa na mawe katika kibofu, katika figo mbili. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya uchawi. Wachawi ni wanatengeneza ufundi wao wa kishetani na kumwambukizia mtu au kumfanyia mtu maradhi yanayofanana sambamba na maradhi ya kibiology, maradhi ya kihospitali. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atunusuru. Ama kitu kingine, dalili nyingine tunasema isabati bidaghti dami, ni mtu kuja kupatwa na ile wanaita pressure ya kupanda, inapanda mwanzo mwisho. Tena unakuta mtu hata akienda hospitalini anapimwa, anakuta pressure yake imepanda mpaka kupitiliza, lakini mtu mwenyewe anatembea, mtu mwenyewe anaongea vizuri, anacheka vizuri, anakula, lakini kipimo kinaonyesha huyu pressure yake iko juu. Na wapo wengine unakuta kwamba pressure yake ikishuka inashuka mpaka ile basi, kitendo ambacho mpaka daktari anabakia na mshangaa. Mgonjwa anasema hivi huyu mpaka kushuka kwa namna hii si hali ya kawaida, huyu pengine ilikuwa inatakiwa labda awe amelazwa. Lakini katika hali ya namna hiyo unakuta bado mtu anaona huu ni uchawi wa nywele. Ama dalili nyingine ya kumtambua mtu aliyerogwa uchawi wa nywele, tunasema anasema dhiqu sadri yakhillu bitawazini sahibi khasata fi al-layli, ni kwamba ni mtu kupata dhiki ya kifua, yani anadhikika, yani maisha yake yanakuwa na dhiki tu, hana furaha, hana nini, na kupungua kwa uzani wake, yani anazidi kukonda tu, anakonda tu, yani subhanallah. Lakini pia na hali hizo zote, dhiki hizo zinapatikana mara nyingi wakati wa usiku anapokuwa amelala. Ama dalili nyingine ya 9 tunasema wujudu ahlami mukhifa wa muz'ija athna'i naumi, ni kupata njozi zinazotisha, zinazofedhehesha wakati wa usiku. Ama dalili ya 11 tunasema shu'uru bi alami haddi fi muakharati adh-dhahri au sadri al-mar'a, ni kupata maumivu makali sana, alamul had katika muakhar huku kiunoni, huku akawa na maumivu makali sana, lakini na maumivu ya kifua kwa upande wa wanawake. Nasema dalili nyingine wujudu sudai nisfi al-hadd, ni mtu kupata maumivu ya kichwa cha upande mmoja tu, tena maumivu makali, huku asikii maumivu, lakini maumivu yake yanaanzia hapa kuja kipande hiki, basi atakuwa naumia sana. Jua umerogwa uchawi wa nywele. Ama dalili nyingine ya kumtambua mtu aliyerogwa uchawi wa nywele, tunasema adami wujudu raghabati fi itimami amaliyati al-jinsiyya, ni mtu kukosa ile hamu ya kuendea jambo la tendo la ndoa. Yani mtu anakuwa hana hamu kabisa, yani akimuona mke wake anaona kama amemuona mwanamume mwenzake. Subhanallah. Mwanamke akimuona mume wake anamuona kama kamuona mwanamke mwenzake, yani hana hamu kabisa. Na haya yanathibiti katika yale maneno ya mama Aisha radhiallahu anha, anasema annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'ala, bwana mtume alikuwa na uwezo wa kufanya jambo, lakini mtume akawa hana uwezo wa kufanya jambo. Na haya ni maneno ya fumbo. Anasema walabitha 6 ashhur yara annahu ya'ti an-nisa wala ya'tihinna. Anasema Ibn Abbas, anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa miezi hiyo 3, alikuwa akifikiria, akitamania kwenda kukutana wenzie na wakeze, ilikuwa inashindikana.
kwa sababu ya maradhi mazito ya uchawi wa nywele ambao aliorogewa. Na wewe yanaweza yakakukuta kama mambo kama hayo, na ili kuweza kunusurika biidhnillah tabaraka wa taala, kuna dawa hii ambayo tayari imeshafanywa ruqya, na miongoni mwa ruqya ya dawa iliyofanywa ni sura mbili ambazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliletewa na Mwenyezi Mungu ili ije kuwa ni bakora kwa ajili ya uchawi huu. Ama dalili nyingine tunasema thaqilu fi khisyatain az-zawj, ni mwanamume huyu mume kuwa na hisia zake zikawa na matatizo, zile samahani ashakumsi matusi wenyewe wanasema, zile yale makende ya mwanamume yakawa mengine ni yamevimba kana kwamba ni ile busha lile, na unaweza ukasema kwamba mimi nina maradhi ya busha kwa maana ya busha, lakini la, bali inakuwa ni maradhi yatokanayo na uchawi. Wapo watu wanatengenezea na tego za aina mbalimbali, anakuwa na ile busha, utasema kabeba lile tikiti maji, na hii inatokana na maradhi ya uchawi wa nywele. Kwa uweza wake Mwenyezi Mungu tunaenda kuyaondosha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ama dalili nyingine tunasema qad tajidu al-ma'mulu lahu aswatan au ashbahan athna'i amaliyati al-jinsiyya. Mtu aliyefanyiwa uchawi huu anaweza akawa na dalili kama hii, wakati mwingine akawa anasikia masauti au anaona maruweruwe ya watu vinakatiza wakati akiwa katika amali ya jimai baina yake yeye na mwenza wake. Ama dalili nyingine tunasema shurudu dhihiniya wal fikari, ni mtu kuwa na akili inafanya kazi sana, yani inafikiria sana, unakuwa na msongo wa mawazo mkubwa sana, na hatimaye hupati hata jibu lolote unalolifikiria. Mwisho wa siku utabakia tu kuumiza kichwa. Hali inakuwa katika hali ya namna hiyo. Lakini ama dalili nyingine tunasema hafiqanu fil qalbi wa yusahibuhu hal'u wa khawfu min al-maut. Dalili hii ni mtu kupata hafiqani al-qalb, yani ile moyo kunaenda mbio, unapiga, yani unakuwa na ile hali ya hal'u, ile kuripuka kwa moyo. Yani mtu anakaa anasikia tu muhimu, na hapo mapigo ya moyo yanaenda mbio, lakini wakati huo unakuwa na hofu nyingi sana kama kuna kitu fulani kitakuja kutokea. Yani unakuwa ni mtu wa wasiwasi, wa hofu tu katika hali za namna hiyo. Ama dalili nyingine tunasema qad tahsulu duratu shahriya allati la tanqati. Wakati mwingine mtu anaweza akawa na dalili hii, hasa kwa kina mama, akawa anapata period yake ambayo isiyo katika. Period ikachukua siku 14, period ikachukua mwezi, period ikachukua miezi miwili na kadhalika. Jua umepatwa uchawi wa nywele. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yanayopatikana kwa sababu ya uchawi wa nywele. Ikhwani, ndugu zangu, mimi nipende kukwambia tena kwa mara nyingine, nimekuletea dawa hii ambayo ni mujarabu sana, na dawa hii ni zao la mwanachuoni huyu anaitwa Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Azraqi, ambaye yeye ameeleza katika kitabu hiki kinachoitwa Tashil Manafi' fi Tibb wal Hikam, ambacho kimeeleza dawa zake maalum za kuweza kuondosha uchawi wa nywele. Lakini pia kuna ruqya yake maalum ambayo na mimi nimeifanyia. Miongoni mwa ruqya yake ni zile sura mbili ambazo bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaletewa ili zibatilishe uchawi wa nywele. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, naamini kama utaipata dawa hii itaenda kuondoshia mitihani yako yote inayokusumbua katika maisha yako. Kwa hivyo zipo sababu ambazo zinazopelekea mchawi kufanya hivyo. Wengine kufungwa kibiashara, unachukuliwa nywele ili ufungwe kibiashara. Wengine wanachukuliwa nywele ili uweze kuachika kwa mumeo. Wengine wanachukuliwa nywele ili usipate kuolewa. Wengine wanachukuliwa nywele ili usiweze kupata kazi. Wengine wanachukuliwa nywele ili ukose kizazi. Itategemeana na zile nywele zitaenda kufungwa kwa mafundo kama jinsi zilivyofungwa nywele za bwana mtume, kwa makasidi yepi ya mchawi huyo.
Sasa wengine wanakuwa na makasidi ya aina tofauti tofauti. Ama matatizo mengi sana hutokea katika hali ya kupatwa na uchawi huo. Ikhwani, mimi nikwambie dawa hii itapatikana biidhnillah tabaraka wa taala. Ni kwanza wewe inakufikia masikioni mwako, jitahidi uweze kuipata. Na kabla sijakuaga, nipende kukwambia kwamba tunaendelea bado ule muendelezo wetu wa dua zetu za ruqya ash-shar'iyya za kila siku ya Ijumaa pili na Ijumaa mosi katika kituo chetu cha nyumba ya tiba na dua pale Mbagala Chamazi. Unashuka stendi inayoitwa Kanisani, unachukua bodaboda, unamwambia nipeleke kwa Sheikh Hamisi Suleimani. Kila siku ya Ijumaa pili na Ijumaa mosi saa 2 asubuhi dua inaanza. Ruqya hiyo inaanza mpaka saa 3:30 saa 4. Kwa hiyo kwa wale ambao wenye kuwa na matatizo yao kama haya tunazungumza, mambo ya machawi, uchawi wa nywele, uchawi wa nyayo, uchawi wa kivuli, sijui uchawi wa chuma ulete, sijui unataka kuja kutapikishwa uchawi ambao uliokula, basi jitahidi biidhnillah tabaraka wa taala siku ya Ijumaa mosi na Ijumaa pili ruqya zinaendelea, tena ruqya za sheria ambazo hazina shirki ndani yake wala kumuasi Allah tabaraka wa taala. Na hizo ruqya siku ya Ijumaa mosi na Ijumaa pili ni bure kabisa, hakuna gharama ya aina yote. Gharama yako ni wewe kutoka huko ulipotoka kwa nauli yako mpaka kuja kufika nyumba ya tiba na dua. Ikhwani, ndugu zangu, pia nikwambie hapo chini ya video hii kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Basi maandishi hayo yabonyeze tu mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa, na tutaendelea kupata mazuri biidhnillah subhanahu wa subhana. Ikhwani, nikuage kwa kuambieni wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.